Kabla sijaendelea, mimi nipende kusema kwamba katika kitabu cha Wakristo cha Biblia kwenye Zaburi ya 90 mstari wa 10 unasema kwamba miaka ya mwanadamu kuishi ni 70, akiwa mwenye afya ni 80, lakini yote yana shida na tabu. Kwa hiyo sasa kumbe tujue kwamba haya maisha yetu hayawezi kwenda bila maumivu, bila changamoto. Kwa hiyo tujue kabisa ni sehemu ya maisha yetu. Sasa hapa nimeandaa maumivu 5 ambayo yanasumbua ulimwengu. Niende moja kwa moja kwenye hayo maumivu. Maumivu aina ya kwanza nasema kwa Kiingereza ni guilt, kwa maana ya majuto. Maumivu yanayosababishwa na kufanya vitu vibaya ama kufanya makosa makubwa ambayo wakati fulani unatamani dunia ianze upya, yafutike. Kwa hiyo unabaki kwenye majuto. Pengine uliwahi kusababisha mauaji ya ndugu zako wa karibu, uliwahi kusababisha hasara fulani katika familia, katika jamii au kwa watu fulani. Kwa hiyo bado unajutia kile kitu ulichokifanya. Kwa hiyo pengine labda uliwahi kuposti picha mbaya kwenye mtandao na baadaye sasa unakuja kugundua kumbe ni makosa. Kwa mfano kuna scenario moja ambayo binti moja wa form 3 alienda kufanya mapenzi na mchumba wake, kumbe akawa anajirekodi. Sasa ameenda nyumbani akaanza kuangalia ile rekodi na wadogo zake. Baada ya kutoka pale, ametoka kidogo, ameingia ndani, wadogo zake wakaposti ile picha. Kwa hiyo sasa amekuja kuingia mtandaoni, anaona ile picha, anaanza kujutia yule binti. Kwa hiyo maumivu kama yale yanakufanya ubaki kwenye majuto. Lakini pia maumivu aina ya pili ni maumivu ambayo tunaita grief. Maumivu ambayo ni grief, huzuni. Yanasababishwa na kupoteza watu uliowapenda, watu wako wa karibu, lakini kupoteza vitu ambavyo ulivipenda. Pengine ulipoteza wazazi wako, ulipoteza ndugu yako, mlezi wako wa karibu, na huenda ulikuwa unamtegemea sana katika vitu vingi. Ulikuwa unapanga mipango ukiwa pamoja naye, mipango ya maendeleo, lakini itokea mazingira akapotea, akafariki. Pengine ni ghafla kupitia ajali au ugonjwa wa ghafla. Kwa hiyo unabaki na huzuni. Au pengine uliwahi kupoteza vitu vyako vya muhimu, vitu vyako vya msingi kabisa. Labda ni nyumba, ilikuwa inakupa furaha, ilikuwa inakupa amani, ukiangalia, ukiingiemo ndani, lakini tokea mazingira ile nyumba ikaungua. Kwa hiyo ukabaki bila nyumba, ukaanza kuishi kwenye nyumba za kupanga. Kwa hiyo unakuwa na huzuni, unahuzunika sana. Lakini pia maumivu mengine ni maumivu ambayo tunasema ni rejection. Yanatokana na kukataliwa. Uliwahi kukataliwa na wazazi wako, pengine baba yako alikukataa kipindi ukiwa mdogo, na hizi kesi zimekuwa nyingi sana za wazazi kukataa watoto wao, hasa kina baba. Kwa hiyo mtoto uliwahi kukataliwa, na pengine ulikuwa hujaamini kwamba baba yako alikukataa, ukaamua kumtafuta, na baada ya kumtafuta ukampata, bado akakukataa tena. Kwa hiyo unabaki kwenye hayo maumivu makubwa sana. Na pengine ulikataliwa na mchumba wako, ulimpenda sana, ukamkabidhi moyo wako, tunasema akawa ni sehemu ya amani yako, ya furaha yako. Ilitokea mazingira akakukataa, na pengine alikukataa kwa maneno yenye kashfa mbele za watu, alikutukana, alikutupia na mabegi, alikudhalilisha. Kwa hiyo unabaki kuelea kwenye hayo maumivu ya kukataliwa. Lakini maumivu aina nyingine, aina ya 4, ni maumivu ya ukatili. Uliwahi kufanyiwa ukatili kipindi cha utoto wako, na ukatili upo aina tofauti tofauti. Kuna ukatili ambao mtoto anachapa viboko kinyume na haki zake, adhabu inakuwa ni kubwa ukilinganisha na kosa. Kwa hiyo ule ni ukatili. Lakini
pengine ni binti labda aliwahi kupitia mazingira fulani akabakwa, kwa hiyo anabaki na yale makovu ya kubakwa, na huenda alikuwa anafanyishwa kazi ngumu sana kipindi cha utoto wake. Na kwenye haya maumivu mimi mwenyewe ni mhanga. Kuna kipindi fulani nilipitia mazingira fulani nikiwa mdogo, kwa kweli nilipewa kazi ngumu sana ambayo ilinifanya nibaki na maumivu makali, na baada ya hapo niliugua ugonjwa mbaya sana. Na hata baada ya kumwambia yule ambaye alikuwa ananilea, bado hakujali maumivu yangu. Kwa kweli niliumia sana. Nilipata shida kuyaondoa yale maumivu, lakini mpaka sasa niko vizuri. Lakini maumivu ya aina nyingine ni yale maumivu ya kufeli. Ulifeli katika mitihani yako shuleni, uliwahi kufeli kwenye mahusiano, ndio, uliwahi kufeli pia kwenye biashara zako. Ulianzisha biashara fulani ukaamini kwamba sasa hivi ndo nimeinuka, siwezi kuporomoka, siwezi kufeli, lakini itokea mazingira ukafilisika. Na unapofilisika unarudi mwanzo kabisa, unakuwa unaangalia ulipokuwa umefika ni mbali sana. Kwa hiyo unajihisi kukata tamaa. Ni maumivu mojawapo. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hayo ni maumivu matano ambayo yanatutesa sana. Na katika hayo maumivu sasa, tunaweza tukawa tumo ndani ya hayo maumivu, lakini hatujui kwamba ni maumivu ya aina gani, yamesababishwa na nini, na yanatutesa sana. Nimekuja kugundua kwamba ulimwengu kwa kweli umeumizwa sana. Na ndiyo maana unaweza ukawa unatembea barabarani, unamsalimia mtu asikuitikie. Unamuongelesha kitu cha kawaida, akaja juu anakukasirikia. Kumbe hujui ana maumivu gani ndani mwake, anatembea na nini, alikotoka amefanywa nini, aliwahi kupitia kitu gani. Lakini ndugu msikilizaji na ndugu mtangazaji, kabla sijaenda kwenye dalili za haya maumivu, kwa kweli napenda kusema kwamba mtu mmoja alisema kwamba alikuwa ni Winston Churchill, kwamba all men make mistake but only the wise learn from those mistake. Kwamba watu wote wanafanya makosa, lakini wale wenye hekima na busara ndio hujifunza kupitia hayo makosa. Naam. Na msikilizaji, huyo ni Joseph Mganilwa ambaye tuko naye hapa, ametupitisha kwenye aina hiyo ya maumivu matano ambayo ulimwengu unapitia. Unaweza ukatuandikia pia ujumbe wako mfupi, kama utakuwa na swali pia unaweza ukauliza hapo kupitia ujumbe wako mfupi. Namba ya simu ni 0746112235. Lakini pia unaweza ukapiga simu kupitia namba ya simu 0782611178. Inakuwa ni njema zaidi na utakuwa ni wakati pia wa kuweza kujifunza. Na sasa Joseph Mganilwa, Yes, tunamtambuaje sasa? Kwa sababu ulimwenguni hapa matatizo haya yanamkumba binadamu. Ndio. Na kila binadamu huenda akawa na changamoto hiyo. Kuna wale ambao wanaona mimi niko sawa, lakini ukikutana na mtu huyo pia kuna mwingine anakuambia huna ana changamoto, anakumbwa na hayo matatizo. Dalili ya haya matatizo sasa, kwamba tukikutana na mtu fulani wa aina fulani ujue anapitia matatizo haya, ni zipi? Okay, sawa. Dalili za kumtambua mtu ambaye ana maumivu hayo zipo nyingi, lakini hapa nitaongea chache tu. Dalili mojawapo ni kujikatia tamaa. Kujikatia tamaa kupo kwa aina nyingi. Unaweza ukawa unatembea barabarani ukamuona mtu ambaye hawazi kuhusu kufua nguo zake, hawazi kuhusu kuoga, lakini pia hawazi kuhusu uvaaji, anavaa anavyotaka mwenyewe. Na siku moja nilikuwa natembea mtaani humo, nikakutana na mdada fulani kama umri wa miaka 25 hivi, 26 hivi. Amevaa nguo fupi sana ambayo inaonyesha mapaja, na wala hajali, anatembea tu. Lakini pia nywele zake hajachana, hajatengeneza vizuri, na yupo tu anatembea barabarani, hajali chochote. Kwa hiyo hao ni watu ambao kwa namna fulani tunaweza tukasema wamejikatia tamaa. Hawazi tena juu ya maisha yake,
yeye akishakula basi inaisha hiyo. Kwa hiyo huyo mtu inaanza kutupa picha kwamba huenda huyu mtu aliwahi kupitia maumivu fulani mpaka ikampelekea kufikwa na hii hali ya kujikatia tamaa. Na mtu ambaye amejikatia tamaa kwa kweli hawezi kujizuia kuongea matusi. Anaweza akawa anaongea matusi, akaongea neno lolote bila kujali yuko kwa watu gani, yupo sehemu gani. Kwa hiyo ni mojawapo ya dalili za kumjua mtu ambaye aliwahi kupitia maumivu hayo. Lakini dalili nyingine ni kuwa na hasira kwa muda mrefu, ama hasira, kuibukia hasira kwa wakati wote. Mtu aliyepitia hayo maumivu anakuwa na hasira. Unamwambia kitu kidogo tu, ameshakumbuka yale maumivu, akaunganisha na kale kakosa kadogo, anakuibukia, anaanza kukutukana, anaweza akakupiga sana. Ndio wale watu ambao, ndugu mtangazaji, unamfanyia kosa dogo, lakini atakavyokupiga au atakavyokutukana mpaka unaanza kufikiria kwamba hivi hiki anacho react kinalingana na hiki kitu nilichomfanyia. Kumbe hapana, hakutukani kwa sababu tu umemkosea hilo kosa, lakini anakutukana akiunganisha na yale makosa mengine ambayo aliwahi kufanywa na watu wengine. Unaona? Kwa hiyo anakuwa na hasira za mlipuko. Na hapa kwenye watu wenye hasira ndio utakuta watu wanajiita mimi ni jeshi la mtu mmoja. Sasa upande wetu wa kisaikolojia, mtu akawa anajisema kwamba mimi ni jeshi la mtu mmoja, tunakuwa na doubt pale. Tunaanza kuangalia kwamba huyu mtu alipitia maumivu gani. Kwa haraka haraka tu, ndugu yangu, huwezi ukasema jeshi la mtu mmoja. Ulimwengu ni wa watu wengi sana. Tunaishi kwa kutegemeana. Siku zote wanasema kwamba, mfano mdogo tu wa kujua kwamba tunategemeana. Ukaamka wewe asubuhi kule nyumbani kwako Mr. Madirisha, yule jirani yako usimuone. Jirani yako wa upande mwingine usimuone. Ukatoka nje, labda ngoja niende mtaani. Mtaani na hapo hakuna mtu. Unakuja huku redioni na penyewe hakuna mtu. I say utakimbia sana. Kwamba hapa au nimebaki mimi mwenyewe. Au nimebaki mimi mwenyewe. Hautakuwa, kuna namna hautakuwa na amani. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwa namna ya kawaida tu uweze ukasema kwamba mimi jeshi la mtu mmoja najiweza. Ni watu ambao wanajitenga, wanapenda kujitenga, hataki kuchangamana na wenzake. Kwa sababu huenda alikataliwa, aliumizwa sana kule, hakuna mtu ambaye anamwamini kumpa stori zake. Unaona? Kwa hiyo ni mojawapo ya dalili. Lakini dalili nyingine za mtu ambaye amepitia hayo maumivu ni kama zile ambazo nimeziongea kule mwanzoni, kwamba anaweza akawa anaonekana na huzuni muda wote, amejinamia muda wote, tabasamu halipo kwake, hata ulaji wake unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo hizo dalili chache zinaweza zikakufanya uanze kuangalia, huyu mtu huenda alipitia maumivu fulani. Na kwa watoto kama umri wa miaka 15 hivi, 12, 13, 14 mpaka 15, anaweza akawa na mshtuko. Kwa na mshtuko, akisikia kitu kimedondoka anashtuka mpaka nyinyi wenyewe mnashangaa, huyu vipi? Unaona? Kwa hiyo kumbe zile dalili zinatufanya kuone kwamba huyu mtoto huenda kuna kitu alichokipitia kipindi cha nyuma. Na msikilizaji, na wewe unaweza ukatuambia kile ambacho unakiona na kile ambacho unakifikiria kwenye matatizo haya ambayo tunayazungumza hapa, ambayo naikumba jamii. Mr. Mganilwa hapa ametupitisha kwenye dalili hizo, lakini pia kuyafahamu zaidi matatizo haya ambayo yanaikumba dunia kwa sasa. Kupitia nambari ya simu 0746 11 22 35 unaweza ukatutumia ujumbe wako mfupi hapo na mimi nitausoma hapa kama ilivyo kawaida. Lakini pia unaweza ukapiga simu, namba ya simu ni 07 82 61 11 78. Tuko tayari kwa ajili ya kupokea simu yako, na wewe piga tu kwa sasa, itakuwa ni vyema zaidi tuweze kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza kwa leo. Mimi naitwa Faustin Madisha, tuko hapa mpaka saa 4 kamili za asubuhi, ambayo itakuwa ni tamati ya kipindi hiki, na Joseph Mganilwa hapa. Kabla hatujaenda kwenye athari sasa za haya
changamoto hizi. Tupitie ujumbe wa msikilizaji hapa, lakini pia tutapokea simu yake. James Tamanga wa Igunga soko kuu, kujutia makosa ya zamani au kukosa matumaini kuhusu kesho ni maumivu ya kihisia ambayo yanaweza kumfanya mtu ajilaumu, ahisi ameshindwa au aone maisha hayana mwelekeo. Kumbuka, makosa ya zamani hayawezi kubadilishwa, lakini yanaweza kuwa somo la kuboresha kesho yako. Kesho asema, kesho usijifunge na aliyopita, jaribu kujisamehe na kukubali kuwa ulikuwa unajifunza, kutambua somo ulilopata kutokana na kosa kuwa lengo dogo la kufanya leo badala ya kuogopa kesho. Kuzungumza na mtu unayemwamini unapohisi umeelemewa, kumshirikisha Mungu katika maombi na kuendelea kuwa na matumaini. Usikate tamaa kwa sababu ya jana, kesho bado inaweza kuwa mwanzo mpya. Kaandika hivyo James Tamanga, Guta na logo wa Igunga 91. Tupo pamoja. Asante kwa ujumbe wako huo mfupi. Tunapokea simu yako hapa msikilizaji, unaweza ukapiga kwa sasa kabla hatujaenda katika sehemu nyingine. Namba ya simu ni 07 82 61 11 78. Yohana Jira dokta ametufundisha njia sahihi za kujikinga na ugonjwa huu. Anakuambia nini ugonjwa? Okay, asante. Napokea simu yako hapa katika line ya simu. Hello. 11 78. Yohana Jira dokta kapiga simu alafu anasikiliza. Haya ni matatizo ya dunia. Matatizo haya ya dunia, kumbe na wenyewe yapo hata huko. Bwana, napokea simu yake hapa katika line ya simu. Halo. Pole sana. Lakini kwa sasa basi tufahamu kuhusiana na swala zima la mtu ama madhara yake ya changamoto hizi, lakini kabla tujigusia tupokee simu ya msikilizaji hapa katika line ya simu. Halo. Halo. Habari ya kwako? Salama. Habari. Salama, ongeza sauti yako tuweze kuelewana. Wema. Salamu, unaitwa nani, kutoka wapi? Nakwambia bwana, mtu hivi kwa nini watu wanakosea namba? Najikuta mtu hapo kapiga unajikuta ile msingi namba nayo. Nataka kuangalia, je, vipi na mimi ninaweza nipo inapokelewa. Itapokelewa vizuri. Kwa hiyo anapokutana imepokelewa, naona maajabu. Anashangaa. Katika line ya simu. Halo. Halo. Nataka kuangalia vipi. Halo. Habari ya kwako? Salama za kwako? Salamu, unaitwa nani, kutoka wapi? Naitwa Osmani kutoka Tabora. Tafadhali punguza sauti ya redio yako tuweze kuelewana. Nimeshapungua. Karibu sana kwenye mada yetu kwa siku ya leo. Ni hatari sana. Ambia ukapokea simu hapo mtu aelewi. Yupo zaka ni yenyewe. Ni yenyewe kwamba ni yenyewe, maana anahitaja. Anaitwa Neema na anakaa mtaa wa Store. Asante kaka, unapokosea ni sehemu ya kujifunza. Nasema Amina Omari yuko Igunga Tabora, mtaa wa Mabombasini. Somo limenigusa sana, maana mimi pia napitia huu uzoefu kwa muda mrefu sana. Naumia na nimekuwa na mtu wa kujitenga na kulia kila mara. Mungu anisaidie kupitia hili somo nipate mabadiliko. Baba Salumu yupo Store kwa Mama Abduli Faustin. Hongera kwa kutuletea dokta. Yakaandika hivyo. Anasema bwana dokta. Haya bwana, asante kwa ujumbe wako huo mfupi, lakini kwa sasa ni madhara yapi sasa ambayo yanatokana na hizi na haya matatizo ambayo yanatukumba, baada ya kutazama dalili zake, lakini pia tunahitaji zaidi kufahamu madhara ambayo yana tukumba pia. Kimsingi kila mmoja anapitia. Ndio. Sawa. Okay, sawa. Na kabla sijaenda kwenye madhara, nimekumbuka mfano mmoja ambao iliwahi kutokea au kukutana nao kwenye kazi zetu hizi za hapa na pale. Kuna mama mmoja ambaye yeye alipitia hayo maumivu ya majuto
kwa sababu ilitokea wamegombana na mume wake usiku, lakini kesho yake asubuhi akiwa anamwandaa mtoto wake kumpeleka shule, namwambia njoo uoge. Kama unavyojua watoto anajizungusha zungusha, amechemsha maji pale, ameyaweka vizuri kwa ajili ya kumogesha mtoto, lakini kuna mengine yapo jikoni. Lakini sasa mtoto yule ni kama hajali anachoambiwa na mama yake. Kwa hasira yule mama yake akayaacha yale maji aliyokuwa ameandaa kwa ajili ya kumogesha, akachukua yale ya jikoni akamwagia mtoto. Na mtoto pale alidondoka, lakini baada ya kumpeleka hospitalini alibabuka sana na alitibiwa akapona, lakini alibaki na makovu. Kwa yule mama kila akimwangalia mtoto wake anafikiria kwamba hivi mimi ndiye chanzo wa haya mambo yote. Anaumia sana sana sana, hasa anapowasikia watoto wa marafiki wa mtoto wake wanavyomtania mtoto wake, na mtoto wake akijisikia vibaya, mama yake anajisikia vibaya zaidi. Kwa hiyo anakuwa kwenye majuto. Huo ni mfano tu ambao huenda hata mimi na wewe msikilizaji tushawahi kupitia, lakini sasa tuone madhara ambayo yanaweza yakatokea tunapokuwa na haya maumivu kwa muda mrefu. Yapo madhara mengi sana, lakini kwa sababu ya muda mimi nitazungumza madhara kama mawili tu. Madhara namba moja ni umaskini. Nadhani utajiuliza kwamba kwenye maumivu tena umaskini umekujaje? Umaskini iko hivi. Unapokuwa na maumivu makali kwa muda mrefu, matokeo yake kwanza ya mwanzoni unakuwa mvivu, unakuwa unajihisi uvivu, unakosa hamasa ya kufanya kazi. Ushawahi kuamka asubuhi, yani hutamani kufanya chochote, hata kuingia tu jikoni kupika chakula cha kwako hutamani, hata kwenda kuoga hutamani. Pengine ni kwa sababu ya maumivu ambayo nayo, una msongo wa mawazo mkubwa sana, unaona. Kwa hiyo hauna hamasa ya kufanya kazi. Na sasa tutaepukanaje na umaskini pasipokuwa na hamasa ya kufanya kazi? Tutapanga mipango ya maendeleo ya maisha yetu pale tunapokuwa na hamasa ya kufanya kazi. Kwa hiyo tunaporuhusu maumivu haya kuendelea kutawala maisha yetu, tutakuwa maskini wa kutosha. Hatutaepukana na umaskini kwenye familia zetu, kwenye koo zetu, kwenye jamii zetu, hata kwenye taifa letu. Tutaendelea kuwa wa chini sana, kwa sababu ili taifa liendelee lazima watu wake waendelee kwanza, naona. Kwa hiyo umaskini unakuwa unasababishwa na haya maumivu kwa namna fulani. Lakini kitu kingine ambacho kimekuwa ni kikubwa sana ni mauaji. Maumivu haya muda mrefu tunapoyaruhusu kwenye maisha yetu yanakuja kusababisha mauaji. Na napoongelea mauaji, ni mauaji ya mtu binafsi, yeye mwenyewe kujiua, lakini anaweza akaua watu wengine pia. Tunayo mifano ya watu wengi tunaokutana nao ambao wapo katika hali mbaya sana ya kutaka kujiua, na kuna wengine tunasikia wamejiua kwa sababu ya maumivu mbalimbali. Ni kule kushindwa kuyashughulikia mapema yale maumivu, unaweza ukajikuta kwenye hiyo hali ya kujiua. Lakini unaweza ukaenda kuua watu wengine kwa sababu ya hasira ya kuumizwa na mtu mwingine, unataka kwenda kuimalizia hiyo hasira kwa mtu mwingine. Na mimi wanapenda sana kusoma historia za watu mbalimbali maarufu. Nikiwa advance form 5 niwahi kusoma historia huyu jamaa wa Ujerumani anaitwa aliyesababisha vita vya dunia, Adolf Hitler. Yes. Adolf Hitler, ukifuatilia historia yake ya nyuma kabla hajawa maarufu, alipitia maumivu makali sana. Ni moja ya watu waliopoteza wazazi wao mapema sana akiwa mdogo. Ameenda mtaani, alishawahi kuwa mtoto wa mtaani Adolf Hitler. Anzisha kabiashara, akakuuza karanga, kanagoma, anafanya hiki kanagoma, lakini angalia matokeo yake imekuja kuwa anaua watu wengi kikatili sana. Na moja ya mauaji ambayo yalinigusa sana ni pale niliposoma anasema kwamba aliwahi kuwakusanya hawa Wayahudi akawaweka kwenye jumba fulani, na hilo jumba akalipiga shoti ya umeme, kwa hiyo wakateketea wale watu wote waliokuwemo mle. Hebu angalia hayo mauaji. Katika hali ya kawaida huwezi ukafanya mambo kama yale. Yanafanywa na watu wengi ambao walishawahi kupitia maumivu, na yale maumivu hayakuwahi kufanyiwa kazi. Kwa hiyo mimi nitazungumza hayo madhara mawili
Cha kwanza ni umaskini wa kutupwa, lakini pia cha pili ni mauaji. Na baada ya kuongea hayo madhara, labda tutazungumza sasa suluhisho, tufanye nini? Kwamba kwa sababu sasa hivi kila mtu anapitia mengi. Ndio. Na tumezungumza kuhusiana na madhara yake, chanzo chake na madhara menyewe ama matatizo haya ambayo tumeyataja. Basi tungetamani sasa, tunatamani mtu basi aipukane, ama hata kama anayo, lakini suluhisho lake sasa afanye nini ili kusudi angalau kama sio kuyapunguza basi kuweza kuyamaliza kabisa. Ndio. Okay, sawa. Hapa tunaweza tukazungumza sana, lakini bila kugusia suluhisho la haya matatizo bado hakuna kitu tunafanya. Naona. Sasa kitu cha kwanza unapokuwa kwenye haya maumivu, kitu cha kwanza kabisa, yapokee haya maumivu. Yapokee, kubali kwamba ni kweli nimeumia, ni kweli nimekataliwa, ni kweli nimekatiliwa, ni kweli kabisa nimefanya makosa makubwa, mimi ndiye chanzo ya haya yote, mimi ndiye chanzo. Kubali kabisa. Unajua changamoto hapa, watu huwa tunakataa. Unamkuta mtu amejinamia, unamuuliza, bwana unaonekana kama una mawazo, anakataa. Hapana, mimi niko vizuri, mimi sina mawazo. Kumbe ana wimbi kubwa la mawazo. Sasa pale huwa tunakosea kwa sababu unayakataa maumivu. Kumbe ili uweze kuanza hatua ya mwanzo ya kuyashughulikia, kubali kwamba ndio ndugu yangu nina maumivu. Hata kama hutaki kumwambia, lakini mwambie kwamba ndio nina maumivu, ndio nina mawazo. Kwa hiyo ni hatua mojawapo ya kwanza. Lakini hatua nyingine ya pili ya muhimu sana ni kuheshimu maumivu yako. Tunaposema kwamba heshimu maumivu yako, namaanisha kwamba kama ni kulia, lia, toa machozi. Psychologically tunaheshimu sana machozi. Hata napokaa na mtu kwa ajili ya kumkansel, kumpa ushauri na sihi, akaja analia sana, sisi makansela huwa tuwaambii kwamba nyamaza. Naambia kwamba nyamaza, usilie. Hapana, sisi wote tunafanya walie sana, atoe machozi awezavyo, kwa sababu tunaamini katika yale machozi maumivu yale yanapungua, uchungu ule unaisha, ile sumu ambayo ilikuwa imejengeka inaisha. Kwa hiyo kulia machozi ni sehemu ya kuheshimu maumivu yako. Lakini katika hilo eneo la kuheshimu maumivu yako, kama ni kuongea, ongea. Kama kuna maneno yanakuja, yaongee. Jiambie mwenyewe kwamba kwa kweli mimi nimesababisha hiki, nimekosea hapa. Jiambie kwa sauti. Na ikiwezekana washirikishe sasa wenzako, rafiki zako walioko karibu kwamba bwana, mimi nipo kwenye changamoto 1 2 3, mimi nipo kwenye maumivu haya, nipo kwenye hiki. Unaona, ndio siku moja niliwahi kusema, nadhani ni hapa kwamba wanaoongoza kwenye maumivu na msongo wa mawazo ni wanawake, lakini cha kushangaza wanaojiua sana ni wanaume. Ni kwa nini? Kwa sababu sisi wanaume kulialia, tunasema kwamba ni utoto, kaza wanaume, kaza wewe mtoto wa kiume. Kwa hiyo inatupelekea sasa ile sumu iendelee kujengeka, alafu mtu anasema anaenda kujiua. Na ndio maana tunawahi kufa. Hata tusipojiua tunawahi kufa, maisha yetu yanakuwa mafupi. Ni kwa sababu hiyo hatupendi kuongea sana tunapokuwa na maumivu. Kwa hiyo kumbe kwa kisaikolojia, unapoheshimu maumivu yako ni pamoja na kutoa machozi. Jifungie hata ndani, lia. Jiambie mwenyewe ndani kwa sauti, washirikishe wenzako. Angalia mtu ambaye unamwamini sana. Lakini pia katika kuleta suluhisho sasa kwenye haya mambo, hebu funguka. Amua kwa dhati kwamba ninatoka kwenye maumivu. Unajua, mimi wanasema kwamba hivi, ndio umekosea, umesababisha madhara kwa watu, umesababisha mauaji na nini, lakini utaendelea kubaki kwenye majuto mpaka lini? Utaendelea kubaki kwenye maumivu mpaka lini? Amua kufungua ukurasa mpya, kwamba haya yamepita, lakini sasa huu ukurasa nimeuchafua, ngoja nifungue ukurasa mpya, nianze kuandika mwandiko mzuri. Kwa hiyo hapo naamua mwenyewe. Na unapoamua sasa, unawashirikisha hao ndugu ambao unawaamini, ikiwemo pengine unaweza kumshirikisha kiongozi wako wa kiroho kama unamwamini, kwa sababu hapa ni swala la uaminifu kumshirikisha mtu. Huwezi kumshirikisha kila mtu eti kwa sababu ana cheo fulani. Hilo ni swala la uaminifu. Unaweza kumshirikisha akaona jinsi ya kusaidia, lakini unaweza ukamshirikisha kansela
Na hapa nitazungumza kwa sababu ndo eneo letu. Sisi makansela huwa moja ya principle ambayo tunaishika sana ni kutoa siri za mtu. Kwa kweli hiyo tunaishika sana. Siri za mtu zinaheshimika. Muone kansela, mshirikishe mambo yako yote katika kushare huko. Atatumia mbinu zake za kisaikolojia kuweza kukusaidia. Ni tofauti na mtu ambaye ana maumivu anabaki tu kulia ndani, kwa sababu na siku moja kuna kansela mwenzangu akawa ananiambia kwamba alienda kwa kijana mmoja ambaye alikuwa ameachwa kimahusiano. Mahusiano yanatesa sana. Yani jamani, mahusiano yanaumiza sana. Ameachwa kwenye mahusiano. Alikuwa amewekeza kwa binti, amemnunulia kiwanja binti yule, amemnunulia pikipiki binti yule, lakini alikuwa ameshalipa ada ya mwanzo ya chuoni. Anasomesha mchumba ndugu yangu. Ana moyo lakini sasa ndio hicho alikutana nacho, ameachwa katika namna ambayo kwa kweli hata kansela unapoambiwa vile unaumia, lakini huwezi ukaonyesha kwa nje kwamba umeumizwa na scenario ya client. Lakini sasa anamkuta kwanza, alijiwa na mama yake, mama wa ule kijana, kwamba kansela, nisaidie, mwanangu ana siku 3 hatoki ndani. Bado tu yumo ndani, hataki kula, hataki kufanya nini, yumo ndani tu, analia tu. Kwa kweli tumeshindwa, twende kansela. Amefika pale kansela, akafungua madirisha ili hewa iingie, kwa sababu nawe inasaidia. Wewe kijana vipi? Kijana hataki kuongea. Amefanya utaalamu wake kansela mpaka kumtoa nje. Kijana wanaanza kuongea pale na maumivu mazito sana, makali sana. Sasa yule mtu asingeenda yule kansela, I say ilikuwa ni kumpoteza. Iko tuondoke. Kwenye hilo Dr. Gwajima huwa anasema hakikisha ndio wakati unamsomesha mchumba ndio unawekeza kwake, ndio familia yake itambue. Kusudi siku akiyakoroga uwezi kuwa na uwezo wa kuanzia. Lakini nakuamini wewe mnakutana Isevia, sijui mnakutana Mwayunge huko. Unaanza kufoka pesa na nini. Na wewe basi nitakulipia mpaka ada. Siku akikunyosha akikutana na Joakim wa chuoni. Shughuli ni ndefu. Bwana, sisi kwa sababu muda wetu umetuishia, naomba tuishie hapa kwa leo. Natumai msikilizaji pia amejifunza mengi ambayo yanahusiana na maumivu haya, lakini kuna kitu kimoja semaga ukipita kwenye makanisani kule, wachungaji wetu wanasemaga mimi nilikuwa gabandidu. Ndio hilo ulikuwa unasema kwamba funguka, kubali, alafu funika ule ukurasa mchafu, anza ukurasa mpya. Ndio maana wachungaji wanakupa ushuhuda wao, nimeiba sana mimi nimekuwa mchawi, wakati uko mbele pale madhabahuni anakuhubiria neno la Mungu. Sio kwamba anakuchanganya, kumbe anakupa experience yake ya kila ambacho amekipitia.